Once again. Tunaifungua dunia, tunakutana na mshikaji anakwenda kwa jina la Tunde. Ni moja kati ya vijana maarufu sana hapa kijijini, na watu wengi wanamkubali kwa sababu ni kijana mchapa kazi, na vijana wengi wamekuwa wakimuonea wivu, wanatamani kuwa kama yeye. Na ukiachilia mbali ni kwamba mabinti wengi sana wanatamani kuwa na mshikaji Tunde, na hata kama wasipokuwa na yeye basi walau waweze kupata mwanaume kama Tunde. Na uwezi kuamini kwamba mshikaji kuna mwanamke ambaye alikuwa akimpenda vibaya mno, na bidada anakwenda kwa jina la Ajoke. Mshikaji alikuwa akimfanyia kila kitu, anamchotea maji, anamfulia nguo, anamfanyia usafi, yani kazi zote ambazo bidada anatakiwa azifanye. Mshikaji amekuwa akiwahi asubuhi, anakuja kumsaidia mtoto wa kike, ni kwa sababu anampenda. Lakini huwezi kuamini, mshikaji licha ya kila kitu ambacho anakifanya, ni kwamba bidada alikuwa bado hajamkubalia kwamba anampenda. Na mtoto wa kike alikuwa akiishi na mamake mzazi. Mamake mzazi amekuwa akimkubali sana mshikaji kwa sababu ni kijana ambaye anajitoa sana dhidi ya mtoto wake. Yani mother hajawahi kuona kijana kama huyu. Mshikaji anajitoa kupitiliza, yani anajitoa barabara, na alikuwa akimsaidia mother yake mzazi na mwanamke ambaye anampenda. Huwezi kuamini kwamba mshikaji anafagia mpaka uwanja, mpaka anawapikia, yani kila kitu mwamba anafanya, mpaka mother anasema mbona kama huyu kijana anajilipa mali kwa staili kama hiyo. Na huwezi kuamini ni kwamba mshikaji licha ya yote pia anafanya kazi, na kazi yake alikuwa ni mwalimu. Lakini huwezi kuamini kwamba mshikaji kila siku amekuwa akichelewa shuleni kwa sababu kabla ya kwenda Skonga ni lazima aende kwa kina binti akafanye kazi za nyumbani, na baada ya hapo ndo aingie zake shuleni. So kila siku mshikaji amekuwa ni mtu wa kuchelewa kinoma noma. Na siku leo kulikuwa na kikao na mwamba alikuwa amechelewa kuliko wote, na huyu ndo alikuwa mwalimu mkuu, na kila siku amekuwa akimgombeza mshikaji kwa sababu yeye ndo amekuwa mtu wa kuchelewa kila wakati. Yote ni kwa sababu ya mwanamke ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke, na kila mtu amekuwa akilijua hilo kwa sababu mshikaji ni maarufu sana hapa kijijini. So kila kitu ambacho kinaendelea dhidi yake watu wengi wanajua, na rafiki yake alikuwa akimwambia kweli, kila siku unachelewa rafiki yangu, unazingua, alafu kwa sababu ya mwanamke mwenye mpaka sasa hivi anakukataa. So poa, huyo mwanamke mimi nakwambia kabisa ipo siku moja atakuja kukukataa mbele za watu. Hapana, hawezi kunikataa mimi. Ajoke ananipenda, sema tunasubiri jibu anithibitishie kweli kama ananipenda kwa kuniambia kwamba ananipenda. Hawezi, unajisumbua rafiki yangu, kila siku unamfanyia yote hayo. Angekuwa ni mtu wa kukubali, angekubali tu. Hapana, siku ya kesho tena nitaenda kumwambia kwa mara nyingine. Mimi na imani atakubali kwa sababu nimeshafanya mengi sana kwenye maisha yake. Alafu yule mwanamke ananipenda. Okay, endelea. Wewe unaona nakupenda, hakuna shida. Basi pale wakawa wanaagana wa marafiki wawili, kati ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tunde na huyu rafiki yake anakwenda kwa jina la Ayo. Wakati mwingine bwana bidada tunamwona alikuwa akifanya zake kazi za shambani. Huwezi kuamini kwamba mwamba akatimba. Ndio desturi yake, yani apendi mtoto wa kike afanye kazi. Tulia hapo, mimi kazi zote nitafanya mimi hapo bana, mimi ndo kidume, acha nifanye kazi. Mshikaji yeye ndo anafanya kazi za shambani, yani hataki mtoto wa kike afanye kazi yoyote. Yote ni kwa sababu anampenda, na yote ni kwa sababu anatamani bidada aweze kumpatia jibu kwamba anampenda pia. Unadhani bidada ana haja ya kuchukua usafiri wakati wa kurudi? Mshikaji ndo amekuwa usafiri wake, yani anamtia taksi mgongo, na mshikaji ndo amekuwa akiwapikia mpaka chakula cha mchana, cha usiku na cha asubuhi. Yani mwamba yote anafanya hivi kwa sababu anampenda. Unajua bana, hii ni lil kabisa. Ni kama mtu unampenda, uko radhi kufanya kitu chochote kile, kikubwa tu uwe karibu naye, na kikubwa tu aweze kukupenda. Na kitu ambacho anakifanya mshikaji, yani uko radhi kuweza kufanya jambo lolote ili mradi awe karibu na mtoto wake. Na siku leo mshikaji alimshika tafadhali Ajoke. Ni mara nyingi nimekuwa nikikwambia kwamba nakupenda, tafadhali mimi nasubiri tu jibu lako, wala nilikuwa naomba unipatie jibu leo. Mimi kiukweli nateseka, moyo wangu una mahangaiko dhidi yako. Nilishakwambia Tunde kwamba hata mimi ni binadamu kama wewe, natakiwa kukaa nifikirie. Mimi nitazidi kukufikiria kwa kina, na ipo siku moja nitakupatia majibu kama nakupenda ama la. Ni swala tu la kuweza kusubiri. Tafadhali Tunde, subiri. No, nimeshasubiri kwa muda mrefu. Nini? Hiyo mwaka huu ni sawa tu. Yani bidada ni kwamba ana uhakika hiyo mwaka huu ni fresh tu. Basi bana, wakati mwingine mshikaji na bidada alikuwa ametoka zao out kwenda kucelebrate, yani kwenda kuchukua baadhi ya vitu kadha wa kadha. Basi bidada akamwambia twende pale sokoni tukachukue baadhi ya vitu. Basi wakafika. Hili ndo lilikuwa soko la hapa kijijini kwao, na bidada ndo amekuwa muuza genge ambaye ni maarufu sana hapa kijijini. Taratibu bidada alikuwa akiulizia bei ya baadhi ya vitu, na mshikaji ndo amekuwa akiclear bili zote. Yani kwa jumla huyu bidada na mama yake mshikaji ndo amekuwa akiwalea. Akipata mshahara huko Skonga anamlea bidada pamoja na mama yake, kwa sababu mama yake na huyu dada amekuwa hawezi kufanya kazi na mtoto kike, hana kazi yote ambayo anafanya. So mshikaji ndo amekuwa akimhudumia kila kitu. Lakini cha ajabu ni kwamba bidada anashindwa kumpa mshikaji
mshikaji jibu kama anampenda ama ampendi. Basi Ajoke alikuwa ameagiza kalanga hapa, na ile anageuka ghafla aligongana na mtu hapa. Samani, naomba nisamee. Bidada alibaki akimshangaa. Huyu mwanaume mbona handsome hivi? Mbona mzuri? Mshikaji akasema, wewe nini, kuna shida? Amekufanya lolote? Hajanifanya chochote. Vipi guy? Nini ambacho unakifanya? Hapana, samani. Yaani bidada anabaki anamwangalia mshikaji. Mbona huyu mkaka ni handsome hivi? Mbona huyu mkaka ni mzuri jamani? Mbona anavutia hivi? Bidada mpaka shingo anaigeuza. Kampenda huyu mshikaji. Huwezi kuamini kwamba bidada muda wote alikuwa akimwaza yule mshikaji ambaye aligongana naye kule sokoni. Muda wote anamfikiria, jamani, samani sana kwa sababu nimekugonga kwa bahati mbaya. Wewe. Bidada kesha kufa ameoza kwa yule mshikaji. Kwa mara ya kwanza tu amekutana siku hiyo kajikuta amempenda. Tunde jamani, umenishtua. Ni mimi bana. Wewe umekaa hapa sisi tunapiga story, uchangia tamada. Unawaza nini? Kuna vile nilikuwa nafikiria ngoja jamani nikaangalia chochote kitu hapo naweza nikawaandalia. Basi mshikaji kamwambia, basi hakuna shida. Tuenzao mimi unisindikize niweze kujichenga. Basi mshikaji akawa anajichenga. Na wakati mwingine tunamuona bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke. Alikuwa na mtoto wa kike. Huyu bidada anakwenda kwa jina la Sara. Na huwezi kuamini ni kwamba bidada ya Ajoke ana kipaji pia cha kuweza kusuka. Na ndo alikuwa msusi hapa kijijini, kila mtu amekuwa akimkubali barabara. So dili zote za hapa kijijini kuhusiana na masuala ya kusuka amekuwa akizipata bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke. Na muda si mrefu huwezi kuamini ni kwamba aka surprise kumuona yule mshikaji ambaye aligongana naye siku ile njani. Jamani, kakaangu huyo ndo kakaangu bana. Huwezi kuamini kwamba mshikaji kumbe ni kakake na huyu bidada ambaye anakwenda kwa jina la Sara. Jamani, my sister, kikweli brother, nilikumisi kweli. Vipi wewe kama nakufahamu? Yes, tulikutana pale sokoni. Ndio wewe, tuligongana. Jamani, mimi naitwa Chris. Vipi wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Ajoke. Huwezi kuamini dada yake, wewe brother nakujua. Niambie vipi ule mpango wako unaendeleaje? Unaendelea fresh tu. Huwezi kuamini mshikaji akawa anamwangalia yule mtoto wa kike na akawa anamwambia, "Samahani kwa sababu siku ya jana nilikugonga kwa bahati mbaya." Hapana, mimi ndo niliweza kukugonga kwa bahati mbaya. Yaani kila mtu anajipatia kesi yeye mwenyewe. Vipi unaweza kanipatia namba yako walau tu hata marafiki? Bidada akasema hakuna shida. Huwezi kuamini kwamba akawa anampatia mshikaji Chris namba yake pale. Basi nitakupigia. Bidada akasema hakuna shida. Basi mshikaji akawa anaondoka na ndugu yake pale, na Ajoke akawa anawasindikiza kwa macho. Jamani, huyu kaka ni handsome wewe. Wakati mwingine tunamwona mshikaji Tunde alikuwa akimwambia mtoto wake, kikweli wewe ni mwanamke ambaye kila nikikufikiria kwenye akili yangu na kuwazia mengi, natamani tuje kuoana, tupate watoto, tuishi maisha mengi. Lakini bidada alikuwa akiwaza kwamba jamani, yule kaka nitampata pataje? Nimempenda. Yule kaka ni mzuri kweli. Mshikaji akawa anamsemesha, wewe vipi wewe? Mbona kama uko mbali, yani unawaza sana? Vipi? Niambie ficha yako nipi? Mimi ficha yangu ni kuja kuolewa, na baada ya kuolewa nipate watoto, na natamani kuolewa na mwanaume ambaye atakuwa ni mwanaume bora ambaye atanitunza mimi pamoja na familia yangu. Mshikaji anatabasamu, tunajua huyo ni mimi. Huyo ni mimi. Wakati wa usiku huwezi kuamini kwamba bidada alikuwa akisubiria mshikaji aweze kumpigia simu, lakini mpaka sasa Chris hajampigia simu. Kila akiangalia mshikaji hajatuma mpaka meseji. Bidada anasubiri kwa sababu yesi hana namba yake, mshikaji ndo ana namba yake. So bidada alikuwa akisubiri kwa kina, lakini mshikaji hapigi. Mpaka sasa hivi hajanipigia. Na hiki ambacho kinamkuta Ajoke huwa kinawakuta wanawake wengi sana. Na wanawake wengi hawapendi eti umemwomba namba alafu unamaliza siku nzima hujampigia au siku mbili hujampigia. Huwa wanachukia kweli kweli, na hata ukimpigia wakikuta umtongozi huwa wanakasirika. So ukiomba namba kwa mwanamke hakikisha kwamba unamtafuta siku hiyo hiyo, na hakikisha kwamba unamtongoza siku hiyo hiyo. Hivyo ndo vitu wanawake huwa wanapenda. Na muda si mrefu kuna simu ikawa inaita. Bidada kajua ndo huyo. Kuchukua simu chap alipokea. Jamani, halo, anakuta ni Tunde. Dadadeki walai, kumbe ni wewe. Basi bwana, wakati mwingine huwezi kuamini kwamba mtoto wa kike mama yake siku ya leo alikuwa akiumwa na alikuwa amezidiwa ghafla, alikuwa ameletwa hapa hospitali. Na bili zote mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tunde ndo alikuwa akikria. Na bidada alikuwa akisema kwamba sielewi ni kiasi gani naweza nikakushukuru kwa sababu umekuwa ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yetu. Wala usijali, nyinyi ni familia yangu. Huyu ni kama mamangu mzazi. Hapana, umefanya ubinadamu sana. Alafu ngoja niende nikamwangalizie msosi wala waweze kupata chochote kitu. Na mshikaji akamwambia hakuna shida, hilo nalo pia ni jambo zuri. Basi bidada akawa anajichenga. Ni huzuni kubwa kinoma noma, yani ni huzuni kubwa barabara. Na mshikaji ndo alibaki akimwangalia mamake na Ajoke. So mshikaji amekuwa akimchukulia umadha kama mamake mzazi. So amekuwa akimjari kwa kila kitu. Wakati mwingine tunamwona bidada hapa alikuwa akitembea kinyonge, na muda si mrefu kuna gari ikatimba
hapa. Ikampigia oni. Bidada kuangalia, huwezi kuamini kitu ambacho anakiona. Ni yule mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chris. Basi wakasalimiana pale, na baada ya kuweza kusalimiana, mshikaji akawa anamuomba radhi mtoto wake kwa sababu alimwahidi kwamba atamtafuta, alafu akomtafuta. Pia akasema anahisi kama ni bahati kubwa kwa sababu siku leo tumeweza kuonana tena. Ila namba yako nilipoteza. Ulipoteza namba yangu? Yes, nilijaribu kuweza kusave lakini kwa bahati mbaya nikawa nimepoteza. Lakini hakuna shida, nitakupatia kwa mara nyingine tena na imani laundi utanitafuta. Basi mshikaji akawa amemwahidi hivyo. Na akawa anamuuliza, vipi? Unaelekea wapi? Mamangu anaumwa, kwa nilikuwa naelekea hospitali. Anaumwa? Basi tuongozane wote nikupeleke. Basi bidada akawa anaingizwa kwenye ndinga ya mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chris. Hivi ndio vitu ambavyo bidada anavipenda bana, eti kuingia kwenye magari ya kifahari, kubol na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chris. Yeye anaenjoy barabara. Lakini huku mwamba yeye ndo alikuwa akimhudumia mamake na binti, kuweza kumlisha, kumpa huduma zote, na mtoto wa kike alikuwa amelala tu. Yani mshikaji ndo anafanya kila kitu. Yani kama ni upendo, mshikaji amezidisha. Yani mshikaji amezidisha kwenye masuala mazima ya kupenda. Hakuna mwanaume ambaye anapenda hivi. Yani mwamba ni kwamba amevuka ile mipaka na yale masharti ya vikao vya kiume, kwa sababu amezidisha kuweza kumsaidia mtoto wa kike kazi zake ambazo zinamhusu. Huwezi kuamini ni kwamba alimleta madha mpaka nyumbani kwake, na madha alikuwa akimshukuru. Sijui yona kijana kama wewe, sijui yona mtu kama wewe. Asante sana, Mungu atakulipa kwa hili. Asante, yani asante sana. Wala usijali mama, wewe ni kama mamangu na nakuheshimu kama mamangu. Hapana, acha nikupatie sifa zako. Mungu akubariki kabisa. Huwezi kuamini, wakati mwingine mshikaji alikuja kumwambia kila kitu mwanae, lakini mwanae alikuwa akimwambia kwamba hapana gai, so poa, unazingua. Yani siku 3 hujaje hapa shule kwa sababu eti ya Ajoke, huyo mwanamke ambaye naona kabisa atakuja kukukataa. Gai kambale naye hapana, hawezi kunikataa. Ajoke ananipenda na ndo maana ananiweka niwe karibu naye. Angekuwa nakupenda, mbona angekujibu tangu zamani? Ni miaka mingapi mpaka sasa? Miaka 5. Kila siku unamhudumia. Hata siku moja hajawahi kukuambia kwamba anakupenda. Hata siku moja hajawahi kukushukuru. Kama angekuwa anakupenda, angekuambia muda mrefu sana kwa vitu vingi ambavyo umemfanyia. Huko nyumbani, huwezi kuamini kwamba Chris kaleta vitu, sukari, sabuni, vitu vya matumizi ya pale nyumbani, na alikuja kwa sababu ya kuweza kumuona mama. Na alikuwa akimpa pole, lakini mama akasema asante. Yani mama kuna namna hajampenda mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chris. Wala usijari, unakaribishwa muda wote hapa nyumbani kwetu. Lakini mama kamkata jicho. Yani madha ni kwamba hajampenda huyo Chris kwa sababu anamuona anataka kumuibia mshikaji tunda lake. Basi walikuwa wakiagana hapa, na dada alikuwa akimshukuru mshikaji, na mshikaji akamwambia kwamba Ajoke, kiukweli mimi nakupenda. Sijakuelewa ni yani umenipendaje? Mimi nakupenda Ajoke. Nahitaji uwe mwanamke wangu. Nahitaji nikuoe. Uwe mke wangu. Niwe mke wako. Uwe mke wangu. Nakupenda. Tafadhali kubali kuingia kwenye dunia yangu ya mapenzi. Nitakufurahisha, nitakufanya uwe mwanamke bora, nitakufanya uwe mwanamke wa thamani, na utatoka hapa kijijini. Kweli unaoyasema utanitelekeza wewe? Siwezi. Mimi nakupenda, siwezi nikamchezea mwanamke mrembo kama wewe, na ninakuahidi sitofanya chochote mimi na wewe mpaka nikoe. Au unasemaje hapo baby? Huwezi kuamini ni kwamba huyu bidada kalainika. Bidada kaamua kumkubalia mshikaji. Yani siku hiyo kamtongoza, siku hiyo kakubali. Tunde kafumania lile tendo mpaka mkoba ukamdondoka. Ategemea hiki ambacho anakiona mshikaji, akawa anamwaga pale. Sawa. Mwamba anabaki anashangaa, kweli kwa miaka 5 na mtongozo mtoto wa kike, alafu leo anatongozwa mara moja tu. Yani mara moja tu, alafu anakubali. Unaambia kweli kisicho lidhiki akiliki. Mshikaji huwezi kuamini ni kwamba macho yanaona lakini haoni mbele, pua inapumua lakini haemi vizuri. Yani mshikaji hawezi kuzungumza jambo lolote. Usinisi vibaya Tunde, yule alikuja tu kwa sababu ya kumuona mama. Mama anaumwa, kwa alikuja kwa sababu ya kumuona mshikaji mpaka analia. Eti bidada anamdanganya wakati ameona kwa macho yake, amesikia kwa masikio yake, kila kitu ameshuhudia. Lakini mwamba kaamua kufunika kombe mwanalamu apite. Ajoke, sikia nikwambie kitu kimoja. Kiukweli imefikia time ambayo siwezi kuvumilia tena. Ajoke, nakupenda Ajoke. Ajoke nakupenda. Tafadhali Ajoke, nakuomba Ajoke wangu. Naomba kubali kuwa na mimi. Kubali nikuoe, kubali uwe mke wangu Ajoke. Mimi nateseka. Unajua maumivu ninayoyasikia hapa, maumivu ninayoyasikia ni makali. Moyo wangu unaungua, unawaka moto. Najua, lakini hapana kwa sasa hivi. Mimi siwezi kukukubalia kwa sasa hivi. Niache niendelee kufikiria. Endelea kufikiria wakati kuna mwanaume ambaye leo kamtongoza, leo kakubali. Ajoke, Lil,
Hivyo ndo unaweza kuniambia mimi? Mangapi nimefanya kwenye maisha yako? Miaka 5 kila siku nakwambia kwamba nakupenda na nakufanyia kila kitu. Ajoke, usinifanyie hivyo tafadhali. Mimi ni Tunde wako, nakupenda. Najua, lakini usimlazimishe mtu akupende. Mtu lazima feel kama anaweza kuwa na wewe ama raha. Lakini kiukweli Tunde, mimi kila nikijaribu kukufikiria niwe na wewe nashindwa, kwa sababu naona kabisa sina hisia na wewe. Mshikaji kachanganyikiwa mpaka nywele zinawasha. Lil, kwa muda wote huo ulikuwa hujui kwamba una hisia na mimi? Kweli kwa muda wote huo muda ambao nimewekeza kwako? Hapana, najua unanidanganya. Najua unaona nipenda kama mimi ambavyo nakupenda. Hapana, mimi nimejaribu lakini najikuta siwezi kukupenda. Mimi najaribu lakini siwezi kukupenda bana. Usinilazimishe. Alafu mimi ndo ninachagua la kuchagua mwanaume ambaye naona ni sahihi kwa upande wangu. Ajoke bana, unanichanganya. Utanifanya nifanye jambo baya kwenye maisha yangu tafadhali Ajoke. Usinifanyie hivyo. Hapana Tunde, usilazimishe mapenzi. Mtu kama akupendi, ni akupendi. Mimi nimejaribu kukupenda lakini nimeshindwa. Nashindwa tu kukuambia kwamba sikupendi. Naomba ukae mbali na mimi. Alafu huduma zote ambazo umekuwa ukileta nyumbani tafadhali Tunde, usije kuleta tena Ajoke. Leo ndo unaniambia hivi Ajoke? Yaani leo ndo unaniambia yote kwa sababu ya yule mwanaume ambaye amekuja kwenye maisha yako? Hapana Tunde, mimi nimeshakwambia kwamba sijawahi kukupenda hata siku moja. Ningekuwa nimekupenda au ningekuwa nakupenda, mbona tangu zamani ningeshakwambia? Miaka 5 unanitongoza. Kama ningekuwa ni mtu wa kukupenda, ningeshakwambia nakupenda. Tafadhali kaa mbali na mimi. Na huduma zote nyumbani, chochote ambacho anafanya usije kufanya. Alafu ukimwona mamangu, kaa naye mbali. Mshikaji yaamini mpaka magoti anapiga. Ajoke anaenda. Ajoke. Mshikaji analia. Ilikuwa ni huzuni. Mwanamke ambaye anampenda, amempambania kwa miaka yake yote, mshahara wake wote umekuwa ukiishia kwenye familia yao. Mshikaji mpaka anakuwa kapuku. Yote ni kwa sababu ya ile familia. Kwani Mwamba ana majukumu yoyote? Aliamua kuvaa majukumu ya mpenzi wake. Mwamba analia. Yaani mshikaji anatembea njiani mpaka aoni, yaani mpaka anataka kupata ajali. Yote ni kwa sababu ya bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke. Inauma. Mshikaji alikuwa akilia. Yaani alikuwa ni mtu wa kulia tu muda wote. Analia. Amefanya ni mengi. Kwa miaka 5 amekuwa akimlea mtoto wa kike na mamake, amemsomesha yule bidada, amekuwa akimfanyia kila kitu. Asubuhi anaamka anaenda kumpikia na mfulia nguo na kazi zote amekuwa akimfanyia, alafu mwisho wa siku anamwacha. Nilikwambia gai. Nilikwambia yule sio mwanamke, yule ni nyoka. Miaka 5 unamtongoza dem. Angekuwa ni kukubali angekubali tu. Ona sasa kitu ambacho amekifanya. Umeonekana bwege, umeonekana mjinga, umeonekana una akili rafiki yangu. Mshahara wako wote ulikuwa ukiupitilizishia huko. Ona maisha yako. Unaishi maisha gani sasa? Maisha gani ambayo unaishi? Tunde, nilikwambia bana. Mshikaji, huwezi kuamini rafiki yake ambavyo anazungumza haya maneno. Mwamba alikuwa analia tu. Analia kwa sababu anajigundua kwamba amefanya makosa, lakini mshikaji wake akawa anamtia moyo. Wala usijali gai, usijali. Mshikaji licha ya kila kitu alikuwa akimtia moyo rafiki yake. Na huko upande wa bidada Ajoke, yuko busy ni anafurahia kuchati na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chris. Na Mother alikuwa akishuhudia kila kitu. Kweli binti yangu, kijana ambaye alikuwa anakupenda, anakuthamini, kila kitu anakufanyia kwenye maisha yako. Mwisho wa siku umemzuia asije hapa, asije hata kuniona. Yaani umemzuia kila kitu. Mwanangu, mimi mamako naona mbali. Jicho langu linaona mbali. Mimi sioni mwisho mwema kati yako na Chris. Mama, yes, sioni mwisho mwema kabisa. Hapana mama, usinipangie mimi mwanaume wa kuwa naye. Haya ni mapenzi mama, wewe huwezi kujua. Mimi sijui. Kwa akili yako nadhani mimi sijui mapenzi, si ndio? Mimi nimezaliwa kabla yako. Najua kila kitu na nina jicho la kuona kuliko wewe. Namuona kabisa Tunde ndo mwanaume ambaye anakufaa kwenye maisha yako. Lakini Chris sio mwanaume ambaye anakufaa. Mwisho wenu utakuwa ni mbaya mwanangu. Kama unaweza kufanya kitu, fanya sasa hivi, kwa sababu ukikosea kuolewa utakuwa umekosea kitu kikubwa sana kwenye maisha yako. Hapana mama, kwa kila kitu mwenye chaguo ni mimi. Mimi ndo nachagua moyo wangu unampenda nani. Mimi nampenda Chris, na mwanamke ambaye nampenda. Huyo Tunde sijui kumpenda hata siku moja. Ningekuwa ni mtu wa kumpenda, kwa miaka 5 siningesha kuwa naye kwenye mahusiano. Hapana mwanangu. Ndio hivyo mama, mimi siwezi nikawa na mwanaume mwingine tofauti na Chris. Umetaka hujataka basi mkwe wako ni Chris. Inabidi tu ukubaliane na hilo. Siwezi kuolewa na Tunde kwa sababu ni mwanaume ambaye simpendi. Muda si mrefu mshikaji akafika hapa. Oh my dear, bidada ndo mwanaume ambaye anampenda. Na mshikaji akimsalimia mama anamwangalia na mshusha. Mama ana michamba huyu, mama ana minuno huyu. Alafu akawa anajichenga pale. Basi bana, bidada akawa anamsindikiza mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Chris.
cheki mwanangu, unamuona mchumba wa Tunde, yani kwa sababu ya pesa kaamua kumwacha mshikaji alafu kaenda kwa mwanaume mwenye pesa. Mwanangu tutafute hela, mwanangu tutafute hela. Basi bana, uwezi kuamini ni kwamba Chris na Ajoke mapenzi yalikuwa ni moto moto. Mshikaji Tunde ni anaumia, ni huzuni, yani bidada anafurahia kinoma noma. Eti yote ni kwa sababu ya pesa, kwa sababu ya mali, yeye kwa sababu hana kitu, yeye kwa sababu maisha yake ni magumu. Eti ndio sababu ya kulikosa tunda la bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke. Ilikuwa ni huzuni. Wakati mwingine uwezi kuamini ni kwamba madhake na Ajoke alitimba mbao kwa mshikaji. Jamani mama, mbona umekuja huku? Shida ni nini mama? Mwanangu nimeshindwa kuvumilia. Imeniuma, nimelia na kulia mwanangu. Nalia kila siku kwa sababu umetufanyia mengi kwenye maisha yetu. Mwanangu, naomba unisamehe kwa kile ambacho mtoto wangu amekufanyia. Hapana mama. Yuko sahihi kwa kitu ambacho anakifanya, kwa sababu inabidi achague mwanaume ambaye yeye anaona atampatia furaha kwenye maisha yake. Inabidi achague kitu ambacho anakipenda. No mwanangu. Ukweli wewe ni kijana wa kipekee sana. Wewe ni kijana wa kipekee. Mama, usiseme hivyo tafadhali. Alafu nilikuwa naomba urudi nyumbani upumzike. Usijihangaishe sana. Sawa mwanangu. Lakini Mungu akubariki. Mungu akubariki akaje kukupa mwanamke ambaye awe ni mwanamke mzuri, mwanamke ambaye atakuwa na maisha mazuri na wewe ukawe na maisha mazuri. Uwe tajiri mwanangu. Nakubariki mwanangu. Alafu madha akawa anajichenga. Baraka zote kamtupia mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tunde kwa sababu kamlea kwa miaka 5. Huwezi kuamini ni kwamba siku ya leo ndio ile siku ya wali na ugali kupakoliwa, yani siku ambayo wamba wanaleta soda alafu unakuta muuni anakunywa togwa. Huyu mshikaji siku ya leo ndio alikuwa akimuoa bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke na bidada alikuwa akitoka kwa mikogo. Lakini mama anamuangalia tu, apendezwe na hili ambalo linaendelea hapa, hana furaha hata kidogo, lakini watu wengine wana celebrate. Licha ya kila kitu ni kwamba mzazi ni mzazi tu, mtoto akiunyia mkono hawezi kuukata. Basi alimbariki mtoto wake. Mungu akikubariki kwenye ndoa yako, mkaishi maisha mengi. Mama ndo akawa amemaliza hivyo. Yaani hamna kitu ambacho anakiona kinafaa. Basi kama utaratibu wa mila na desturi, bidada kapewa kofia, atakayekwenda kumvalisha ndio mwanamume ambaye anaenda kuoana naye. Kaenda kapiga magoti na kamvalisha mshikaji ile kofia kudhihirisha kwamba huyu ndo mume wake. Ilikuwa ni furaha kubwa mshikaji Chris na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke kuweza kuwa mke pamoja na mume. Basi mshikaji alikuwa akimtupia tu miela. Bidada anaimba ngoma kali kutoka kwa msanii mkali anaitwa Kamba the Doni. Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Din 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 din. Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi? Hapa ni wapi mwalimu wa mathe? Hapa ni wapi? Stop. Kuna watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hivi msanii wetu ambaye ameimba Hapa ni wapi hajatoa wimbo mpya. Ni kwamba msanii wetu ametoa wimbo mpya. Ingia YouTube, andika Kamba the Don Tamtam, utaiona ngoma kama ambavyo inaonekana kwenye screen yetu hapo. So cha kufanya utabofya katikati ya hiyo ngoma, alafu utaenda kuitazama mwanzo mpaka mwisho, na usahau kuweza kudondosha comment yako kwa kuweza kusema kwamba Genius, nimeijua hii ngoma kupitia wewe. Nadhani kwa sasa hivi nimeshusha ukimya. Msanii katoa ngoma mpya hiyo hapo. Nendeni mkaenjoy, ni ngoma mpya na ni ngoma tamu kinoma noma. Basi bana, mshikaji Tunde baada kuona kwamba mpenzi wake mwanamke kipenzi chake ameolewa, hakuwa na la ziada la kuendelea kukaa hapo kijijini. Aliamua kukusanya kila kitu na kuelekea zake mjini, lakini akiwa na machungu kinoma noma. Safari yake ilikuwa ni ndefu sana kutoka kijijini mpaka kufika mjini. Basi mshikaji alitoa mabegi yake pale na alipokelewa na Mdingi. Mdingi ni tajiri mkubwa na binti yake anakwenda kwa jina la Lilian. Tafadhali nilikuwa naomba ukaiongoze vizuri shule yangu na usiniangushe kijana, na huyu ni binti yangu anaitwa Lilian. Basi atakusupport na kukupa mwongozo wote kuhusiana na shule zangu zote. Huwezi kuamini ni kwamba Mdingi kampatia mshikaji ndio awe mkurugenzi wa shule zake zote, kwa sababu mwamba amesifika kwamba ni mwalimu ambaye anafanya vizuri kinoma noma. Wala usijali, karibu sana Tunde, na lolote ukihitaji basi utaniambia mimi basi naenda. Basi bidada akawa anajichenga pale. Mshikaji akawa ametimba mjini hivyo kwa sababu ya kuweza kutafuta maisha, kufocus kuweza kuitafuta hela, kwa sababu kama kilichomfanya aweze kumkosa mwanamke ambaye anampenda ni pesa, basi acha na yeye aitafute hiyo pesa. Vijana wenzangu, tutafute hela kisawasawa. Basi bana, mshikaji aliamua kwamba kwa sasa hivi acha ni focus kuweza kutafuta hela. Basi bana, ni miaka 3 sasa
imepita. Tunakutana na mtoto wa kike hapa, alikuwa zake saluni. Huwezi kuamini kwamba ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke, na muda si mrefu Lilian akafika hapa. Oh jamani Lilian, Ajoke upo? Yes, nipo. Vipi? Kitambo kweli. Ulipoteleaga wapi? Huwezi kuamini kwamba Lilian pamoja na Ajoke kumbe ni marafiki bana. Walisoma pamoja kwa sababu Ajoke yeye alisomaga mjini, lakini kwao kulikuwa na kijijini. Kwa baada ya kuweza kumaliza elimu yake ikabidi arudi kijijini. So wakati wako shule walikuwa ni marafiki wakubwa kinoma noma, lakini baada ya kila mtu kuweza kumaliza shule na kushika time yake, basi huwezi kuamini kwamba hapo ndipo ambapo walipotezana. Kila mtu alikuwa na furaha kinoma noma kwamba kikweli nilikumisi kweli. Niambie vipi maisha yanakwenda? Yanakwenda. Mimi nishaolewa sasa hivi. Umeolewa? Yes, nishaolewa. Vipi nawe hujaolewa wewe? Mwenyewe nishaolewa. Wewe una muda gani kwenye ndoa? Miaka 3. Na mimi nina miezi 6 tu. Basi hakuna shida. Tuanze tena tukakae pale tuweze kupiga story. Basi tukakaa pale na kuanza kupiga story. Na bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke akawa anampa story rafiki yake kulingana na maisha ambayo anapitia kwenye maisha ya ndoa yake. Huwezi kuamini ni kwamba bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke ndoa yake imekuwa ni ngumu. Ni miaka 3 mpaka sasa apati mtoto. Na amepambana sana kuweza kutafuta mtoto, lakini amekuwa akikosa. Na haijulikani mwenye shida ni nani kati ya yeye ama mume wake. Lakini mume wake amekuwa akimtupia lawama zote bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke kwamba yeye ndio shida mpaka hawezi kupata mtoto. So mtoto wa kike ilikuwa ni huzuni. Nadhani hii ni kwa sababu mother hakuweza kutoa baraka zote kwa mtoto wake. Unajua mzazi ana baraka kubwa sana kwenye maisha ya mtoto. So mtoto akisha kwamba kitu ambacho anakifanya mzazi aweze kubless kwa baraka zote, kwa sababu akifanya hivyo itakuwa ni msaada mkubwa sana kwenye maisha yako. Kwani mzazi asipo bless kitu ambacho unakifanya ni ngumu sana kuweza kutoboa. Lakini mzazi akibariki kitu ambacho unakifanya, oya njia zako zote zinakuwa safi, unafanikiwa pasina kuwa na sababu yote. Na muda si mrefu simu ikaita. Oh darling, vipi mzima? Basi hakuna shida, mimi nakuja muda si mrefu. Nilivitia tu nilikuwa kusoka na nimekutana na rafiki yangu kipenzi. Basi huwezi kuamini ni kwamba Ajoke aliongozana na Lilian mpaka nyumbani kwake. Oh jamani, kwako pazuri. Na muda si mrefu mume wake Lilian akawa na timba hapa. Huwezi kuamini kwamba ni Tunde, na Tunde anabaki anashangaa, anakutana na mtoto wa kike. Macho kwa macho. Kila mtu akabaki anamshangaa mwenzake. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Ajoke. Ajoke, huyu hapa ni mume wangu anaitwa Tunde. Nampenda kweli. Kipenzi changu hicho. Basi mshikaji akawa anambusu pale. Nimefurahi sana kukufahamu, hata mimi pia nimefurahi kukufahamu. Kila mtu akajifanya kama amjui mwenzake, yani mshikaji kajifanya amjui Ajoke na Ajoke alifanya vivyo hivyo. My dear, kikweli nakupenda kweli. Basi wakaanza kupenzika pale pale mbele ya mtoto kike ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke. Ajoke, alafu nilisahau kukuambia kwamba kwa sasa hivi mimi nina mimba ya miezi 4 ya mume wangu kipenzi. So muda mrefu tunaenda kupata mtoto. Bila kaona na mtoto tena. Mtoto tunaenda kupata muda si mrefu. Unasemaje? Bidada anashtuka, alafu anajikuta anajichekesha kwa sababu yeye kwa miaka 3 ametafuta mtoto lakini amekosa. Lakini hawa kwenye ndoa yao wana miezi 6 tu, lakini wametiana mimba ya miezi 4. So muda mrefu wanaenda kupata mtoto. Basi bana alikuwa akipata dina kwa pamoja, na ilikuwa ni furaha kubwa sana kati ya mshikaji Tunde, Ajoke pamoja na Lilian. Lakini ndani ya moyo wa Ajoke ilikuwa ni huzuni, kwa sababu hakutegemea kama mshikaji angekuwa na maisha bora kiasi kama hiki, alafu pia angekuwa ameoa mwanamke mzuri kama Lilian na angekuwa anatarajia kupata mtoto. Huwezi kuamini kwamba mshikaji kwa sasa hivi ni tajiri mkubwa na anamiliki shule nyingi sana hapa mjini Nigeria, kwa sababu baada ya babake binti kuweza kufariki alimwachia mali zote mshikaji, na mshikaji kaziendeleza. Kwa sasa hivi amekuwa ni fogo. Yani mjini hapo kila mtu anamuaminia na kila mtu anamuelewa kuhusiana na masuala mazima ya elimu. Basi bana mahaba aliendelea kati ya bidada pamoja na mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tunde. Wakati mwingine mwamba mlango uligongwa hapa, na ile kufungua huwezi kuamini kwamba kitu ambacho wanakutana nacho ni bidada ambaye anakwenda kwa jina la Ajoke. Oh jamani, mke wangu hayupo hapa, kwa unaweza ukaenda. Hapana, mimi hapa nimekufuata wewe. Umenifuata mimi? Umenifuata mimi kivipi? Mimi ni hakuna kitu ambacho tunaweza kuzungumza. Kipo bidada na mikogo huyu, kipa kitu ambacho mimi na wewe tunaweza kuzungumza. Najua unanipenda Tunde, najua mimi ndo kila kitu kwenye maisha yako, najua mimi ndo mwanamke ambaye unanipenda na unatamanigi siku zote kuwa na mimi. Nimekuja hapa siku leo kukuambia kwamba hata mimi mwenyewe nakupenda. Umeshachelewa. Kivipi? Umeshachelewa, ni muda mrefu sasa umepita. Mimi nisha move on na wewe usha move on. Usiniambie hivyo Tunde, najua unanipenda. Huwezi kuamini kwamba bidada anajua eti mshikaji mpaka leo anampenda kwa miaka 3 yote, na kwa yote ambayo
ambayo amemfanyia mshikaji ni ngumu. Mimi siwezi kukupenda kwa sasa hivi, nisha move on na nina mke ambaye nampenda kweli na tunatarajia kuweza kupata mtoto, so nakuomba kaa mbali na mimi. Hapana Tunde, mimi nakupenda jamani, tafadhali. Mimi najua unanipenda ndani ya moyo wako, mimi nikikuangalia tu najua unanipenda. Usiuzuie moyo wako kuwa na mimi. Kuwa na mimi hapa, nitakupa furaha, nitakufanya uwe na amani, nitakupa raha, nitakupa kile ambacho ulikuwa ukitamani kuweza kukipata kutoka kwangu tangu mwanzo. Bidada, huwezi kuamini ni kwamba pale akaanza kujisaksisha mbele ya mshikaji, anaanza kujilegeza legeza, lakini mwamba ni ngumu. Ni ngumu, hawezi hata mara moja. Tafadhali toka nje. Nitoka nje? Siwezi. Mimi siwezi kutoka nje hata mara moja. Nimekufuata wewe. Alafu usiogope. Sio kama nakutania. Mimi sikutania hata kidogo. Mimi kwa sasa hivi nimekubali kuwa na wewe. Tafadhali Tunde. Lakini mshikaji, hahitaji chochote. Usifanye hivyo. Usijizuie bana Tunde. Mimi kiukweli nakupenda. Na kwa yote ambayo nilifanya, nisamee bana, mambo yanapita. Tusameane, yani kila kitu kiishe. Najua ni binadamu bana. Mungu alisema tusameane 7 mara 70. Bidada anamshika mshikaji, lakini mshikaji hahitaji jambo lolote, alimshika bidada mkono. Unaniumiza. Wewe vipi? Unataka kuniambia kwamba mume wako anakupigaga? Bidada, huwezi kuamini kwamba mkono umevimba. Ni kwamba mume wake anamtembezeaga mtimbo, anamtembezea kichapo, anatembeza mangumi mateke ya kufa mtu. Basi alipata time bidada akamuelezea mshikaji kila kitu, namna ambavyo anapitia wakati mgumu kwenye ndoa yake. Kivipi? Kwa nini usiende kumshtaki polisi kwa sababu mwanaume hatakiwi kumpiga mwanamke eti kwa sababu ashiki mimba? Nenda kamshtaki bana, nenda kwenye dawati la jinsia na wanawake. Basi huwezi kuamini ni kwamba bidada akasema, mimi dawati langu ni wewe. Wewe ndo dawati langu la jinsia na wanawake. Wewe ndo dawati langu. Alafu akawa anamlalia mshikaji pale. Tafadhali Tunde, naomba unielewe. Naomba uzipokee hisia zangu. Lakini mshikaji ni kitu ambacho hawezi. Tunde, wewe ndo mwanaume ambaye nimegundua ni sahihi kwenye maisha yangu. Hata mama alisema kwamba wewe ni sahihi kwa maisha yangu. Hapana. Alafu usimzungumzie marehemu mama. Huwezi kuamini kwamba kumbe mamake na binti alishakufa kitambo, alishafariki. So bidada hapo alipo amebaki kuwa yatima, ana baba wala mama. Tafadhali naomba unielewe. Lakini mshikaji ni ngumu sana kuwa na huyo mtoto wake. Basi akamwambia, tafadhali naomba utoke hapo. Mke wangu sio muda mrefu atarudi hapa. Nilikuwa naomba uondoke. Nilikuwa naomba ujichenge. Shika time. Hapana tafadhali Tunde. Mimi bado nakupenda. Najua ila nilikuwa naomba uondoke. Tunde. Fanya toa mkono. Sawa? Hapa inabidi uondoke. Ni muda wewe kuondoka, kwenda kwenu. Mshikaji akawa anaelekea mpaka mlangoni kwenda kumfungulia bidada mlango ili mradi aweze kujichenga, lakini bidada amebaki tu pale kwenye kiti. Analia, bado anamhitaji mshikaji. Tafadhali ajoke. Ni muda wa kuondoka. Ni muda wa kuondoka. Jamani Tunde, mimi natamani kuendelea kubaki kuwa karibu na wewe, najua, lakini mke wangu anarudi sio muda mrefu. Naomba uondoke. Bidada mpaka anaona huyu jamaa vipi, mbona kama ananichukia hivi? Yaani mshikaji ni ngumu kabisa kuwa na huyu mtoto wa kike. Tafadhali naomba walau tu nikukumbatia. Basi mshikaji ikabidi amruhusu mtoto wa kike aweze kumkumbatia. Nishika vizuri, shika kiuno hicho. Lakini mshikaji hawezi kushika kwa sababu sio vitu vyake tena. Vitu vyake ni mke wake, anampenda kweli. Nilikuwa naomba uondoke. Kweli ndo unanichukia hivyo? Yaani unanichukia kiasi kama hicho? Naomba unisamehe. Lakini mshikaji ni ngumu. Basi bidada akawa anajichenga. Wewe unajitoa ufahamu eti mlango ni huku. Acha ufala. Nikajua mlango ni huku. Nikajua chumbani ndo kuna mlango wa kutokea. Mlango ni huku, chumbani hakuna mlango wa kutokea. Bidada amedata. Nyumba ni ya gorofa, eti apande ngazi aende gorofani kule ndo kuna mlango wa kutokea. Ana uchizi kweli. Basi mshikaji akawa anamtimua bidada, akachukua mkoba wake pale. Yaani hataki kutoka, lakini miguu tu inampeleka, inabidi atoke kwa sababu mshikaji amhitaji. Inabidi ajichenge kwa sababu ni kizabizabina tu. Yaani hakuna kazi, huyu demu ni mzinguzi. Basi bana, huwezi kuamini ni kwamba ndo tabia ya huyu mshikaji. Kila siku anamtembezea mtoto wa kike mtimbo, na siku leo alikuwa akimtimua. Siwezi kulima kwenye shamba ambalo aliwezi kuiotesha mbegu yangu. Naomba ujichenge. Umeshindwa kunifanyia kitu chochote kwenye maisha yangu. Nimekupatia kila kitu. Nimekutoa kijijini, nimekupa kila kitu. Nimekupa maisha, utajiri, una saluni nzuri, maisha mazuri. Umeshindwa hata kunipatia mtoto tu. Bidada alikuwa akimwomba msamaha mshikaji. Sawa, mimi shida ni mayai yangu. Kama shida ni mayai yako likaangia chipsi, utajijua wewe pamoja na maisha yako. Naomba utoke kwenye nyumba yangu. Yaani mshikaji aliamua kumfukuza mtoto wake kwa sababu hakuona haja ya kuendelea kulilima shamba ambalo aliwezi kuotesha mazao, kwa sababu yeye anachokihitaji ni watoto. Hahitaji kuishi na mwanamke ambaye hawezi kuzalisha. Wewe usitaki kutoka, basi utalikuta begi lako huko nje. Ila siku leo lazima ujichenge. Bidada alikuwa akilia
ni huzuni. Yani alilia balabala, alilia kinoma noma kwa sababu alikosea kuolewa. Unaambiwa kosea vyote, kosea kujenga, kosea kila kitu, kosea kula, kosea kila kitu kwenye maisha yako, lakini usije ukakosea kuoa wala kuolewa. Bidada alijali pesa akidhani kwamba pesa itaweza kumpatia furaha kwenye ndoa yake, akaacha upendo. Aliacha upendo kwa mshikaji ambaye anakwenda kwa jina la Tunde. Alikuwa akilia, amempoteza mwanaume ambaye alikuwa ni sahihi kwenye maisha yake, alafu akaenda kukumbatia pesa. Mwisho wa siku ni aibu, ameumbuka. Huku mshikaji mahaba ambayo ilitakiwa yapate bidada ajoke, anayapata huyu mwanamke ambaye anakwenda kwa jina la Lilian. Na mshikaji alikuwa akimwambia kwamba namuomba Mwenyezi Mungu atupatie mtoto wa kiume, na huyo mtoto tumuite Genius. Wanalipenda jina langu hawa. Wewe kwa la maonusholi pamoja na matangazo, namba ni ile ambayo iko upande wa juu upande wa kushoto 0755660003. Drop comment yako, naambia unaitwa nani, tukio wapi na maoni yako wewe ni yapi, na usahau kuweza kusubscribe. Usisahau kusubscribe, na pia usahau kunifollow Instagram pamoja na TikTok kwa kuweza kusearch Genius Swahili Movies. Mimi ni yule Genius sauti ya Simba. Bye bye na ciao.